Lakini jingine katika kuona kwamba timu ya watu wenye ulemavu, labda nikuambie tu, hata katika michezo yetu ya juzi ya NMB Mapinduzi Cup, Mheshimiwa Naibu Waziri alikuwa mgeni rasmi katika ile michezo mbalimbali ambayo ilichezwa, kachia ule mchezo ule ambao wa mipira wa miguu uliochezwa. Basi wako na michezo ambayo unasema ilichezwa mengine, michezo mbalimbali ilikuwepo, ikiwemo na michezo kwa watu wenye ulemavu. Kwa nini kusema kwa maana yake michezo yao inaendelea vizuri. Lakini nini la kufanya kubwa ni katika kuona tunaendeleza kushirikiana vizuri katika kuwasaidia na kuwanyanyua. Na wizara tunasema tumeanza ama tumeendelea, sisi tumeendelea katika kuona kwenye Kombe la Mapinduzi na wao wameshiriki vizuri. Na hii maana yake itakuwa ni kama ni muendelezo. Katika kila mashindano ambayo atakuwa anakuja, basi na watu wenye ulemavu watakuwa wanaendelea kushirikishwa vizuri, lakini pia katika kuona wanasaidiwa katika kila namna ambayo wanaweza kusaidiwa. Haya, na jingine kuhusiana na hawa watu ambao sijui wamesoma hawajasoma hii taaluma ya uandishi wa habari. Na naomba niseme kwamba idara yetu ya habari maelezo imekuwa ikiratibu na ikisimamia uandishi wote wa habari kama ambavyo walivyo, na kama kuna kosa ambalo litakuwa linaonekana, basi wanachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Na katika hili endelee tu kuwaomba wenzetu idara ya habari maelezo ni kwamba rungu liweze kutumika vizuri na tusiwe tuna muhali na mtu yeyote, kwa sababu kila taaluma wanasema ina heshima yake, na kama taaluma ya habari. Na hili nitoa wito kwenu pia wanahabari, msiruhusu na msikubali kuwaona wale ambao si wenye taaluma kuharibu taswira ya wenye taaluma zenu. Kwa sababu kama umepoteza muda wako kaanza kusoma, tokea unadima, maana yake unasema certificate, unakuwa diploma, unakuwa degree, unaongeza masters na nyingine, alafu mtu tu from nowhere anakuja kuharibu ile taswira nzima, kwa nadhani si jambo zuri. Lakini hata wale ambao wanatumia mitandao ya kijamii, wenzetu wa tume ya utangazaji pia na wapo wanalisimamia vizuri. Kwa sheria zetu zipo vizuri na zitaendelea kufanya kazi. Na niendelee kutoa wito kwamba tuende kusimamia vizuri kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo ambayo tumeiweka. Haya, nimemaliza kabisa mchezo. Sasa naendelea kwa wengine. Na swala la ambalo limeulizwa na ndugu yangu Hakunaga, ameuliza maswala mengi ya michezo, lakini katika swala moja ambalo kubwa madhani limejitokeza mpaka kwa ndugu yangu basi hapa ni swala zima la kuona udhamini kwenye michezo. Kwa nitamba najibu kwa pamoja haya. Na swala la udhamini kwenye michezo ile kweli ni changamoto. Na nakika ni changamoto kwa sababu hata tulivyokaa na wadau wetu wa michezo, miongoni mwa changamoto ambazo walizungumza ni swala zima la kuona tunakosa ufadhili kwenye vilabu vyetu, hali ambayo inapelekea vilabu vingine vinakufa kwa sababu havina udhamini. Kwa nini tunafanya? Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo baada ya kuzungumza na wadau wetu wale, na kama ambao tumezungumza katika mafanikio ambayo pia tumeweza kuyafanikiwa katika kuingia mkataba na wenzetu wa NMB katika kuwa na Mapinduzi Cup ina mdhamini wa uhakika. Maana ukishapata mdhamini wa uhakika kwa upande wa Mapinduzi Cup, nini maana yake? Maana yake kwamba hii ni milango ambayo imeshafunguka ya kuona tunaendelea kutafuta na wadhamini wengine katika kusaidia katika vilabu vyetu na kuona mashindano yetu na ligi zetu mbalimbali zinapata udhamini wa uhakika. Lakini hili wanasema tusijiache tukajipoteka tu. Tena madam tunatafuta kwa kila mmoja amerelax. Wajibu wetu bado katika kuona tunashirikiana kwa pamoja na wadau wote wa michezo ili kwa hili tunakwenda kulifanikisha. Nadhani hilo nimechanganya baina ya ndugu yangu basi na Hakunaga nimeweka kwa pamoja.